Karibu sana ndugu msikilizaji kwenye chaneli hii ya maarifa, ukweli wa maisha na maendeleo binafsi. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana, na kama umekuwa nasi kwa muda mrefu, asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia hii. Leo tunaingia kwenye mada nyeti sana, mada ambayo watu wengi wamewahi kupitia lakini hawajawahi kuielewa vizuri. Leo tunazungumzia ishara za mtu anayekukasirikia sana na kukuchukia, hasa wale wanaojifanya wema mbele yako lakini mioyoni mwao kuna chuki nzito sana. Kumbuka kitu kimoja muhimu kabla hatujaanza. Sio kila mtu anayetabasamu mbele yako anakupenda, na sio kila anayenyamaza hana tatizo na wewe. Basi kama umewahi kuhisi kuna mtu anabadilika ghafla kwako, au kuna mtu anakufanyia mambo ambayo huyaelewi, au unahisi kuna chuki lakini huoni ushahidi wa wazi, video hii ni kwa ajili yako. Tafadhali kaa mpaka mwisho, maana hiyo ishara ya mwisho ni hatari sana na watu wengi huwa wanaignore. Ishara ya kwanza, anafurahia kushindwa kwako. Hii ni ishara nzito sana, na mtu anayekuchukia sana huwa hahuzuniki unaposhindwa na hahamasiki kukuinua, na mara nyingi huonyesha furaha ya asili unapoanguka. Anaweza kusema kwa mdomo pole sana bro, lakini moyoni anasema nilijua tu. Utaona hakupi moyo, hakupi suluhisho, anaishi kubadilisha mada au kucheka kwa chini chini. Mtu anayekupenda kweli, hata kama anakukosoa, huhuzunika unaposhindwa, lakini anayekuchukia huona kushindwa kwako kama ushindi wa kwake. Ishara ya pili, anakupunguza kiimani mbele za watu. Mtu anayekukasirikia sana hupenda kukudharau mbele za wengine. Hufanya mzaha unaokuumiza, lakini anasema nilikuwa na utani tu. Atasema vitu kama we uwezi, hii ni kubwa sana kwako, au usijisumbue. Na atafanya hivyo hasa mbele ya watu unaoheshimu sana. Hii ni mbinu ya kukuvunja heshima, kukuvunja kujiamini na kukuonyesha kuwa wewe si chochote. Ishara ya tatu, hafurahi mafanikio yako. Ukifanikiwa hatoi pongezi za dhati, ananyamaza au anasema bahati tu. Anaweza kusema hiyo hata mimi bwana ningeweza sana, au ngoja tu tuone itaishia wapi. Hii inaonyesha anahisi umevuka kiwango chake, anahisi umetishia nafasi yake, na anahisi muda mwingine ameshindwa kimya kimya. Mtu anayekuchukia haumii zaidi unapofanikiwa kuliko unaposhindwa. Mtu anayekuchukia huumia zaidi unapofanikiwa kuliko unaposhindwa. Ishara ya nne, anakwepa mazungumzo moja kwa moja. Badala ya kukuambia shida, anakunyamazia, anakupuuza au anakufanyia cold treatment. Ukiuliza kuna shida gani, atasema hakuna, lakini tabia zinaonyesha kuna shida kubwa sana. Mtu aliyekomaa huongea. Mtu mwenye chuki hujenga uadui kimya kimya. Ishara tano, anapenda kuwasimulia wengine kukuhusu wewe. Mtu anayekuchukia hatatatua tatizo na wewe. Hatatatua tatizo na wewe, atalipeleka kwa watu wengine. Anaweza kukusema vibaya, kupotosha maneno yako, kukujengea taswira mbaya. Lengo lake sio suluhisho, bali kukuharibia jina au kukutenga na kukupunguzia heshima. Ishara sita, anakuiga lakini anakudharau. Hii ni ishara ajabu sana. Atakwambia hicho unachofanya hakina maana, lakini atakuiga, atafuata njia yako au atachukua mawazo yako vile vile. Hii inaonyesha anakuchukia lakini anakuheshimu kwa siri. Anakutamani lakini hawezi kukubali, anashindana na wewe kimya kimya. Ishara saba, anakuona kama tishio. Hii ni ishara ya watu wengi sana kuipitia bila kujua. Mtu anayekuchukia hukosoa kila unachofanya na ukataa mawazo yako hata kabla hujaeleza, kwa maana hupinga maendeleo yako, kwa sababu anaona uwepo wako unatishia nafasi yake. Anaogopa uwezo wako, na anaona unamfunika kwenye vitu vingi. Ishara ya nane, anakukosea heshima taratibu. Mwanzo anakujibu vizuri, baadaye anakuwa mkali, anakukatisha na anakujibu kwa dharau. Hii inaonyesha chuki aliyokuwa nayo pole pole. Chuki nyingi haziendi kwa kelele, huja kwa mabadiliko ya tabia.
Ishara 9, anakufanya ujisikie unakosa kila mara. Hii ni ishara hatari sana. Mtu anayekuchukia hukufanya ujilaumu, hukufanya ujione ufai, lakini hukufanya ujihisi mdogo. Hata kama kosa alipo, atakufanya ujisahau, ujione duni na ujipunguze. Ishara 10 na mwisho, ambayo nafikiri ni hatari zaidi, anaombea uanguke kimya kimya. Huwezi kusema wazi, lakini hatamani mema yako. Hahamasiki kukuona ukipanda. Hajawa kwenye maombi yake. Ni kweli mchungu ni huu. Chuki ya mtu inaweza kuchelewesha safari yako kama humtambui mapema. Ndugu msikilizaji, sio kila mtu unayemwita rafiki ni rafiki, na sio kila mtu wa karibu ana nia iliyo njema. Tambua ishara, linda amani yako, usilazimishe mahusiano. Nakumbuka wakati mwingine watu wanaokuchukia sana hawakuumii kwa maneno yako, huumia kwa maneno yako. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, basi like, subscribe, share kwa mtu mmoja ambaye unajua anahitaji ujumbe. Utaonana kwenye video inayofuata. Asante sana kwa kusikiliza.